Tarehe 7 ya mwezi wa tatu ambayo ni siku maalum ya kumbukizi ya marehemu Steven Charles Kanumba, ambapo inafahamika kabisa kwamba kuna baadhi ya mastaa kwenye kipindi cha reveal cha matukio waliowahi kufanya nao kazi, na mwisho wa siku hivi leo wapo hai na wanazungumza mambo mbalimbali ambayo imeonekana kuwa ni tafsiri kubwa katika kifo cha marehemu Steven Charles Kanumba. Inafahamika marehemu Steven Charles Kanumba alizaliwa tarehe 8 Januari 1984. Sasa mwendelezo wa maisha ambayo yameendelea kuzungumzwa katika tafsiri mbalimbali za kimitandao, huku kila mmoja akiwa anazungumza la kwake. Sasa kabla sijaendelea, kuna tafsiri nyingi zinazoongelewa kwa marehemu Steven Kanumba kwamba bado hajafa, lakini pia nafsi yake inaendelea kuishi kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anajihusisha na masuala ya kishirikina. Ni maneno ya watu, lakini pia ni tafsiri ambazo zinaendelea kuishi mpaka hivi leo katika mawazo ya mashabiki mbalimbali ambao walikuwa wanapenda kazi za marehemu Steven Kanumba, lakini pia nje ya Tanzania. Pia tafsiri iliyojengeka ni kwamba marehemu Steven Kanumba baada ya kufanya ile movie ya Devil Kingdom ambapo walishirikiana pia na wasanii mbalimbali kutokea nchini Nigeria, basi tafsiri nzito ya marehemu Steven Kanumba kujihusisha na masuala ya Freemason yakaanzia hapo mpaka kifo chake ikaonekana kabisa kwamba ni kifo ambacho ni chenye utata, lakini kifo ambacho ilionekana kwamba kuna masharti aliyoambiwa, mwisho wa siku hakuweza kuyatekeleza. Sasa tulipata nafasi ya kusikiliza na kuweza kunukuu baadhi ya maongezi mbalimbali ya Hemedi PhD, lakini pia na ya rafiki yake wa karibu ambaye alifanya naye kazi sana katika movie mbalimbali ambaye ni Ray Kigosi. Sasa kwa mujibu wa Ray Kigosi na kwa yale ambayo yamekuwa yakiendelea, aliweka wazi kwamba ni tafsiri ambazo ni kweli anazijua na anazifahamu, na sio tu kwa miaka ya leo, kinitokea 2012 ambapo kifo kilipotokea cha marehemu Steven Kanumba, basi unaambiwa maneno yakaanza kuwa ni mengi, sio kwenye familia mpaka kwa mashabiki. Kila mmoja amekuwa na imani potofu, na unaambiwa mpaka hivi leo kuna baadhi ya wanafamilia wa Steven Charles Kanumba wanafikiria kwamba marehemu alikuwa ni mshirikina, marehemu alikuwa anajihusisha na masuala ya Freemason. Ni tafsiri ambazo zimeendelea kuwepo mpaka kwenye familia, kiasi kwamba kuna baadhi ya wanandugu wanajua kabisa kwamba marehemu Steven Kanumba alikuwa akijihusisha na masuala ya Freemason, na mwisho wa siku kafara zake ambazo alikuwa akiendelea kuzitoa kwa baadhi ya wanafamilia waliokuwa wanapoteza maisha, ikaonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya ndugu wa marehemu Steven Charles Kanumba wanapopatwa na mauti, basi kafara inatokea kwa huyu mwamba the great ambaye ni marehemu mwenyewe aliyekuwa anatoa kafara. Ni tafsiri ambazo zimekuwa zikiendelea kwa baadhi ya wanafamilia, na ndio maana mpaka hivi leo miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakimwongelea mazuri ni mama yake mzazi na Steven Charles Kanumba, lakini pia na baadhi ya ndugu tofauti tofauti. Lakini tukienda kwa asilimia kubwa, ndugu wengi wanajua kabisa marehemu Steven Kanumba alikuwa na mambo ya kiushirikina. Lakini nimepata nafasi ya kumsikiliza Hemedi PhD na Ray Kigosi kwa pamoja, yani nukuu za maneno yao ni kwamba ni kweli wanajua yanayoendelea, lakini kwa ukaribu waliowahi kufanya kazi na marehemu Steven Kanumba, katika ukaribu waliowahi kuishi nayo, basi ni kwamba hakuwahi kujihusisha wala kufanya maisha ambayo hivi sasa yanatafsirika kwamba mwamba alikuwa anajihusisha na masuala ya Freemason. Ni kama leo hii ambapo watu wengi wamekuwa kimsema sana Diamond kwamba pia ni miongoni mwa watu ambao wanafanya muziki lakini kwa shiriki ya hali ya juu. Sasa ikitokea Diamond ameweza kupoteza maisha, basi huenda kuna baadhi ya marafiki wakazungumza uhalisia na ukweli ambao umekuwa ukiendelea, lakini sio mashabiki ambao kwa asilimia kubwa wanafikiria Diamond na Steven Kanumba ni